Jina langu ninaitwa Obasia Patrick Singo Masonga. Na ukitamani kuyaona yote ya Chimbililo, enda kwenye YouTube yako, andika Chimbililo, utayapata kule yote na utabarikiwa. Amen. Na ukitaka kuyaona tena kwa TikTok yako, andika Patrick Masonga, utapata kwa TikTok. Na kwa saa kama 4:30 tuna live. Kama hukuja kanisani, chukua simu yako, weka mano, ingia nasi Chimbililo mpaka tumalize ibada. Amen. Hata iko live. Haleluya. Taka leo niangalie shida za waokofu waliokomaa. Marko nafikiri 10:17. Leo nataka nizungumze na waokofu waliokomaa. Wanasemaje? Chukua maiki nisomee. Kama ni hapo, kama macho yamekuwa mazee nitakwambia. Marko 10:10. Wanasemaje? Sema tu balozi. Marko 10:17. Unaanzaje? Hata alipokuwa akitoka kwenda njiani, mtu mmoja akaja mbio. Akapiga magoti akamuuliza. Mwalimu mwema, fanye nini? Nifanye nini? Pate kurithi uzima wa milele. Yesu akamwambia. Yesu akamjibu. Kwa nini unaniita mwema? Mbona unaniita mwema? Hakuna aliye mwema. Hakuna aliye mwema ila mmoja tu, ndiye Mungu. Naye ndiye Mungu. Wazijua amri? Usiue, usizini, usiibe, usishuhudie uongo, usidanganye, waheshimu baba yako na mama yako. Akamwambia, Mwalimu, haya yote nimeyakamata tangu utoto wangu. Yesu akamkazia macho. Akampenda sana. Akamwambia, umepungukiwa na neno moja. Nenda ukauze ulivyo navyo vyote, uwape maskini, nawe utakuwa na hazina mbinguni. Kisha njoo unifuate. Walakini yeye akakunja uso kwa neno hilo, akaenda zake kwa huzuni, kwa sababu alikuwa na mali nyingi. Basi Bwana Yesu asifiwe. Nimesema nataka nizungumze na waokofu waliokomaa. Bwana Yesu asifiwe. Mimi ninasimama hapa kukwambia kitu ambacho kimekupungukia, ili nikuonyeshe silaha ambayo utaichukua na uitumie mwenyewe kukomesha pale mahali panapozalisha shida zako mara kwa mara. Maana shida zinakufata mara kwa mara. Nasema kuna mahali panazalisha hizo shida. Huyu jamaa alipenda kuingia mbinguni, lakini akakataa kuingia mbinguni, maana hakukubali. Tatizo lako na langu ni kupenda, lakini kukubali hatutaki kukubali, kwa sababu Ibrahimu hakupenda kutoa mtoto wake, lakini kwa amri ya Mungu ilibidi akubali, na alipokubali yeye aliitwa rafiki wa Mungu, kwa sababu kukubali kwamba ni sawa, Bwana wacha nitende hivyo. Amen. Kwa hivyo tatizo letu sisi wakati mwingi tunapenda lakini hatukubali. Unapopenda wokovu, kubali yale ambayo unayatenda yasiyo haki na uyaache. Kubali kuacha hiyo maneno. Usipende Mungu, usipende tu huduma na hutaki kukubali kuacha uovu, hautakuwa popote. Silaha ninakupatia, penda kile kitu, kisha ukubali kuweza kufanya vile ambavyo Mungu anahitaji ufanye ili uone kufanikiwa. Amen. Bwana asifiwe. Sasa kile kitu ambacho
kurekebisha mambo. Hujakubali kurekebisha mambo. Amen. Hujakubali kusamehe. Hujakubali kuacha uovu. Hujakubali kuacha manunguniko. Hujakubali kuacha kukula fungu la 10. Hujakubali. Siku utakapokubali kuacha yale maovu, siku utakaposema kwamba kila cha 10 sidi, hakika utaisikia sauti ya Mungu. Amen. Mimi naitwaje? Overseer Patrick Masonga, mtu mkubwa wa Mungu. Sasa tabia yangu ilikuwa fungu la 10 na toa. Sikiza. Amen. Fungu la 10 na kusanya vile za mule kanisani, nikipata 1,000 na kata ngapi? Shilingi 100 na naweka kando. Nasema hili ni la Mungu. So mnasikia maneno na ngoja Jumapili nyingine nikipata 1,000 na kata 100 na weka kando ni fungu la 10. Amen. Zile ambazo ninapatiwa kwa simu, zile ambazo ninapatiwa kwa mkono, zile ambazo ninabarikiwa ni kama sitoi. Amen. Hapo msipige makofi hapo. Bwana asifiwe. Kumbe nilikuwa najitengea shida mimi mwenyewe. Kumbe ni kile ambacho utakipata chako ukitoe. Ukate utoe. Licha kukusanya mule kanisani, wachungaji sikiani, kile ambacho utamshua kwa simu na wale majirani zako na waombea, hicho changanya na kile cha kule kanisani, ndio upeleke kule pa headquarter kwa bishop wako. Usiangalie mpatiwa, angalia mtolea. Amen. Sasa mimi naongea na shilingi na nikawa na fail. Chandok nilipoanza nilikuwa napenda. Amen. Nilikuwa napenda kubarikiwa, lakini nikawa sijakubali kubarikiwa. Penda kisha kubali. Amen. Nilipoanza kukubali kwamba na hii injili, sikia, Bwana asifiwe, ilikuja ikahubiriwa na mtu mdogo sana, Bwana sijuzi tu, akaja akahubiria injili kwa Bwana sana, akaihubiri sawasawa. Basi nimehubiri miaka 23 na mimi simuniombea huko. Bwana asifiwe. Lakini nilipoanza sasa kutoa kila ambacho nitakipata, licha hichi nini wachungaji, sio ukusanya watu hapa kanisani peke yake alafu ulete fungu lako. Kile ambacho utabarikiwa kicho chako, utapewa kutoka Dubai, utapewa kutoka kule Ulaya, utapewa kule Ukambani, hicho kata hicho pia, kata hicho, alafu ndio uchanganye na kile ambacho unaokota mule kanisani, uweke hapo. Ndio kama ni kwa simu upeleke, kama ni kuleta kabisa ulete. Amen. Hapo sasa utakuwa umependa kisha umekubali, milango itafunguka. Simama kwa kumwili. Utakufanya kujiweka fukara. Mimi sikuja kufundisha kutoa, nimekuja kuonyesha silaha, upanga ambao utachukua mwenyewe ukate pale mahali panapozalisha shida zako. Sasa wewe ukate mwenyewe. Mimi naondoka, narudi Chimbiriro. Sasa ninaenda Chimbiriro sahihi, natoka hapa mimi narudi huko, lakini upanga achukua ukate mwenyewe kile kizazi ambacho kinazalisha hayo mashaka. Kuna mahali panazalisha hayo mashaka wewe. Kata, sikukwambia upange uzazi, kata hicho kizazi. Kama ulikuwa mtoi, toa sawasawa. Kama ulikuwa unachelewa hapa, usichelewe tena. Chelewa wako hapa ndio unafanya mpaka sasa huambatani na Mungu. Sikia kisha utende. Shida yetu ni kwamba tunasikia neno sana, tunalipenda sana neno, tunaangalia wakina Wasonga kwenye TikTok, tukitoka hapo hatukubaliani na neno. Hiyo ndio shida. Leo nataka niondoke hapa, sikia neno halafu likubali neno halafu
alafu tenda neno, uangalie. Amen. Sasa maliza. Simalize basi atoe injili. Amen. Maliza basi, maliza injili, maliza. Haleluya. Neno la Mungu katika kitabu cha Mathayo mlango wa 7:24 inasema, kila ayasikiaye maneno yangu na kuyafanya atafananishwa na mtu mwenye akili aliyejenga nyumba yake juu ya mwamba. Amen. So ukisikia na kukubali utafananishwa na mjenzi mwenye akili. Bwana Yesu asifiwe. Sisi tumpige Bwana Yesu makofi.